Hakika mwanamichezo, karibu sana popote pale ulipo, habari na hujambo. Huyo ni Carlo Ancelotti, na hapa ni moja kati ya viwanja vyenye historia kubwa kweli kweli. Leo ni send off party ya Luka Modric, nyota ambaye amekuwa sehemu ya kikosi cha Real Madrid kwa muda mrefu kweli kweli, takriban miaka 13. Lakini si yeye tu, anaondoka hii leo pia Lucas Vazquez, ikiwa ni mchezo wake wa mwisho, pamoja na Martin Zubimendi kwa upande wa kikosi cha Real Sociedad. Mwamuzi wa mchezo kwa siku hii leo, Mario Merino, amesharuhusu kabumbu kwa ajili ya kupigwa kwa dakika 45 kipindi cha kwanza. Mineto Tagato, James Tagato, Alex Ingereza yuko pamoja nami kwa dakika zote 90. Ni mechi nzuri, ni mechi ambayo inaenda kuandika historia kubwa kwenye kikosi cha Real Madrid. Leo Luka Modric, mkongwe, moja ya nyota ambao amehudumu kwa muda mrefu kwenye kikosi cha Madrid, pamoja na Luka, pamoja na Carlo Ancelotti. Leo hii itakuwa ni micheo ya mwisho kwenye dimba la Santiago Bernabeu. Kama ambavyo nilikujuza awali, mabadiliko ni makubwa kwa timu zote mbili. Naweza ukatazama wakipewa nafasi ya asilimia kubwa vijana. Haya, Federico Valverde ameuchapa mpira ndani ule, lakini umekamatwa na nyota kijana kabisa akipata nafasi ya kucheza hii leo. Imepelekwa kwake Takefusa Kubo, imewekwa chini, mwamuzi anasema kabumbu iendelee. Dani Ceballos, fundi hivi, anayejua mpira kweli kweli, pitisha pasi katika nafasi nzuri. Kylian Mbappe control mali vizuri, anajaribu kuhesabu wa kwanza na wa pili, amekuja wote wamepiga stopa. Cheza na Luka Modric, mtakatifu hii leo ni mechi yake ya mwisho akiwa na uzi mweupe, kama ilivyo pia kwa Lucas Vazquez ambaye ameupoteza mpira. Hawana wakati mzuri sana msimu huu kikosi cha Real Sociedad. Mpaka sasa wako katika nafasi ya 11 na alama zao 46, wakati Real Madrid wako katika nafasi ya pili wakiwa na alama 81. Jaribu kutafuta namna ambavyo wanaweza kumaliza wakiwa na alama nyingi zaidi. Cha tuone itakavyokuwa. Pacheco cheza na Ahen Munoz, nahodha hii leo. Huu ni mchezo wake wa 21. Mesogeza mali ile kwake Bernat, marejeshwa upande wa ulinzi kulia sasa kwake Aramburu. Bernat tena, wanacheza Real Sociedad ratibu sana kwa maelekezo, kiwa anajaribu kuiomba na amesogezewa Munoz. Hakuna sababu ya kwenda mbele, amechagua kuicheza kwake Bernat. Badilisha upande, switch play nzuri sana ile kwake Aramburu. Control mali vizuri Aramburu, amelazimisha cross ndani katika nafasi nzuri ile, bado mpira upo katika eneo la hatari, cheza kwa uzuri, lakini Lucas Vazquez ikimbilia mali na kwenda kumbabatiza mtu, mpira umetoka nje. Andrew Lunin akiwa anatoa maelekezo. Tazama ilivyokuwa mpira ambao ni kama ulikuwa unawachonganisha Asensio pamoja na Akaz, lakini hata hivyo hatari wameweza kuimudu Real Madrid. Shambulizi zuri ambalo wamefanya Real Sociedad, lakini Asensio amefanya kazi nzuri kwenye eneo la kujilinda, pamoja na Lucas Vazquez, moja ya nyota ambao amepata mafanikio makubwa ikiwa ameshinda vikombe 5 vya UEFA Champions League
akiwa na kikosi hiki cha Real Madrid. Pasi ndefu sana kwa top scorer wa Real Madrid Kylian Mbappe, ametaka kuikontrol mali msimu huu, na hii itakuwa ni mechi yake ya mwisho, na mwenyewe anakiri kuwa haujawa msimu bora zaidi kwake kwa kipindi chote ambacho amekuwa na Real Sociedad, na amechagua zaidi kuiacha timu. Lunin pelekewa mpira wa moto sana, naye ameupeleka kwake Asensio. Chana Fran Garcia jaribu kulazimisha, amepokonywa mali sasa. Haya, anaingia Kubo, ameipoka vizuri sana Federico Valverde. Msimu huu amecheza katika maeneo tofauti tofauti kama ilivyo pia kwa Aurelien Tchouameni. Luka Modric, Arda Güler, mpira umefika kwake. Arda Güler anahesabu wawili watatu. Kylian Mbappe, mpira umekwenda nje. Kazi nzuri akiwa amefanya Unai Mahero, nyota ambaye hii ni mechi yake ya kwanza akiwa anacheza ya La Liga, lakini amekuwa akitumika pia katika michuano ile ya Europa League. Pasi nzuri sana ile. Arda Güler alimtazama aliko Kylian Mbappe, top scorer wa kikosi cha Real Madrid, lakini amekataliwa na Unai. Kona Kwa nafasi nzuri, apiga pasi nzuri Arda Güler akimchungulia Kylian Mbappe, lakini goalkeeper akafanya mambo yake. Arda Güler, kona imechongwa juu ile, ilikofika ni kwake Kylian Mbappe, cheza mpira ambao umekataliwa tena. Fran Garcia, pana yule ni Brahim Diaz, amenyang'anywa mpira ule na Takefusa Kubo. Mechukua tena mali Brahim Diaz, cheza na Fran Garcia, wote wafupi. Ilikuwa ni setup nzuri ambayo ilikuwa inatengenezwa, lakini kwa bahati mbaya goalkeeper akafanya kazi yake, na ni bahati nzuri kwa Real Sociedad, lakini bahati mbaya kwa Real Madrid. Takefusa Kubo anatafutwa. Fran Garcia ameucheza mpira kwa Andre Lunin. Asensio amekuja kuiomba Dani Ceballos, anamwambia Luka Modric kule kushoto kule, tekenya kule. Panapovuja ndio kule. Haya, anabadili upande, maana mwanzo alitekenya kulia. Kylian Mbappe upiga mpira mrefu sasa kwake Lucas Vazquez, amecontrol mali vizuri, mechop mali juu ile, lakini haina mtu. Mpira umepita bila kupingwa na umekwenda nje. Lucas Vazquez akiwa naamini alipaswa kufanya zaidi ya kile ambacho alikifanya. Mpira huu ulimkuta Asensio, ta kujaribu jambo Kev kupeleka mbali zaidi, lakini alikataa. Unai Marejo kupeleka mpira mbali zaidi na lango. Asensio alikutana na mpira kwenye eneo zuri, lakini goalkeeper akawa bora zaidi yake kwenye kazi yake ambayo anaifanya. Mpira mrefu kama alikuwa ameshamuona Unai Marejo jinsi ambavyo amekaa, ta kujaribu kumwadhibu. Federico Valverde ni mzuri kwenye masuala ya namna hii, long range huwa anazipatia kweli. Ndiye mchezaji ambaye mara nyingi huwa anatumika kuswitch mipira. Yeye pamoja na Luka Modric kwa nyakati tofauti huwa ndio wataalamu wa kuswitch upande. Haya, ikataa mpira umekwenda nje. Arda Güler utakuwa kurusha. Jinsi ambavyo Madrid wanacheza, Lucas Vazquez utamwona kama winga hivi, Arda Güler akiwa anaongezeka zaidi kama kiungo mwingine wa ziada. Bwana mdogo ambaye ametoka Uturuki anatafuta nafasi ya kuonyesha ubora wake. Isetia mara moja tu akajaribu kushoot. Muda unazidi kusogea. Madrid wanajitahidi kusaka bao kama ambavyo pia Real Sociedad wao wakienda kwa mtindo wa mashambulizi ya kushtukiza, nao wanasaka kuona namna gani wanaweza kupata chote kitu. Kabatiza mpira Fran Garcia, ni kona hiyo ameipata Real Madrid. Kona nyingine ya mchezo akiwa ameipata Fran Garcia, cheza juu zaidi, anaenjoy kushambulia, ndio kazi anayoiweza zaidi. Fran Garcia miongoni mwa wachezaji vijana ambao wamepata nafasi ya kucheza miaka mingi, takriban 16. Miaka 13. Luka Modric akiwa ndani ya Real Madrid, heshima ya kutosha anaipata. Amekwenda kuichonga kona, gonga juu, mpira ule bado upo katika eneo la hatari, amekwenda kucheza lakini bado unarejeshwa tena. Wako wenyewe bila shaka, yaelezana vizuri. Kylian Mbappe yuko na mpira, yes, amemwacha mtu, amepiga step over, imekubali. Imepigwa la bona nzuri kweli. Ni mtaalamu wa vitu kama hivi. Arda Güler mpira ule hivyo akiwa na baki analalama kwa mwamuzi kwamba kuna mkono ulihusika, lakini mwamuzi anaonyesha kwamba mkono ule ulikuwa katika natural position. Undeliberate. Tazama hii, unaweza ukaona mkono
kuwa kwenye eneo ambalo huwezi kuwapa adhabu ya Sociedad. Dani Ceballos, Lucas Vazquez, mali ile kutoka kwa Federico Valverde, ifika kwa uzuri Federico Valverde, Kylian Mbappe amekataa kwa uzuri Unai Morejo, kazi nzuri sana ile, mpira ambao ulikuja moja kwa moja. Kylian Mbappe hakutaka kusubiri wala kupiga mahesabu, tayari kichwa chake kilikuwa kimeshapiga mahesabu. Tazama mpira huu, Federico Valverde ni kama alimsetia tu Kylian Mbappe, akakataliwa na Unai Morejo, mpira umekwenda nje, kona hiyo. Wow, setup nzuri ambayo aliifanya, lakini Kylian Mbappe akacheza mpira ambao moja kwa moja ameenda kuokoa goalkeeper. Hata hivyo mwamuzi amehitajika kwenda kutazama VAR kwa ajili ya kuona kama anaweza kutoa adhabu kwa mpira ule wa kushika, mpira ambao Arda Güler alikwenda kucheza. Hii sasa itategemea mwamuzi atatafsiri vipi. Kama utatazama umenyoka, lakini kwa jinsi ambavyo mkono ulikuwa yazidi bega, bila shaka ila mwamuzi atatafsiri nini, cha tuone. Mwamuzi anachokionyesha ni kama mpira ubora kama aliuputa, maana hapa ndio kinachoonekana. Je, lengo lilikuwa ni kuuputa mpira? Alex, kosa ni kuyumbisha huo mkono, namna ambavyo aliuchezesha. Bila shaka ni penalty. Yes, ni penalty, na mwamuzi ameona vizuri kabisa kwamba mkono ule ulikuwa umewekwa kwenye mazingira ya kuuputa mpira. Ameshauchukua kibaba Kylian Mbappe na ukamata na kukumbata mpira wake Alex Ingereza. Hiyo ndio raha ya kuwa na VAR, namna ambavyo anaenda kugusa ule mpira, ikaonekana kama ameuzuia, na Kylian Mbappe anachukua mpira neka kwenye himaya yake. Moja ya wachezaji ambao kama atafunga bao hili itakuwa ni bao lake la 30 kwa msimu huu akiwa na kikosi cha Real Madrid. Ni mara chache kuona Kylian Mbappe anakosa penalty. Agharabu sana, agharabu mno. Ni mchezaji ambaye hana mambo mengi katika mipira ya namna hii. Kasi ndio sifa ya mipira yake mingi ambayo amekuwa akifanya hivyo. Mchezaji ambaye anaweza kupiga mpira kwa kasi. Cha tuone Kylian Mbappe atakataliwa. Kylian Mbappe tena ametumbukiza mpira katika wavu. Ni penalty yake nyingine akiwa anafunga msimu huu, lakini hivi sasa ni kwenye rebound baada ya golikipa Unai Morejo kumkatalia mpira ambao alikwenda kumalizia vyema kabisa Kylian Mbappe. Luka Modric na kwenda kumpongeza, na wachezaji wengine pia wakimpongeza, mashabiki wakiwa wanafurahi kwa kile ambacho kimetokea. Real Madrid wametangulia kwa penalty nzuri ambayo alitazama golikipa akaicheza vizuri, lakini second ball akakutana nayo tena akaweka mpira wavuni. Kama ingekuwa ni zile sheria za kizamani ambazo tulikuwa tunatumika zamani, basi tayari angekuwa anahesabika kwamba amecheza mkwaju wa penalty, lakini kwa sasa mkutana na rebound nzuri na amerudisha kwenye wavu. Tukio lenyewe ni hili hapa, mpira ambao alikwenda kuputa kwa mkono Pablo Marin. Kylian Mbappe akapiga ya kwanza, rebound ya pili, kukutana mpira vizuri tu katika njia yake, akaupeleka upande mwingine, licha ya kwamba alijitahidi sana Unai Morejo, lakini kasi ya mpira kidogo ilikuwa kubwa. Lakini jaribio la kwanza tayari Kylian Mbappe alishakosa bao lake la 30 msimu huu Kylian Mbappe, lakini hii ni penalty yake ya 7 anafunga msimu huu. Katika mabao 30 amefunga 7 kwa mikwaju ya penalty. Unai amefanya kazi nzuri kweli kweli kwenye eneo lake la goalkeeping mpaka hivi sasa. Mpaka sasa unaweza kusema ndio man of the match kwa hizi dakika 40 za kipindi cha kwanza. Amefanya kazi nzuri sana, ameokoa mashambulizi kadhaa, lakini pia jitihada alizifanya pia kuokoa mkwaju wa penalty. Pasi ndefu ile, Lunin alikoweka mpira ni pabaya, lakini amekwenda kufanya recovery. Lunin bado Tadad nyongwa kona juu, gonga mpira ule, umekwenda nje. Nafasi nzuri sana ile, lakini mpira umepita bila kupingwa. Alikuwa akitazama tu Sensio, umepita wenyewe. Mara nyingi kwenye mipira ya kona wachezaji wachache ambao wana uwezo wa kuitumia vizuri, na ni timu chache pia ambao zina uwezo wa kutumia vizuri mipira ya aina hiyo. Dani Ceballos cheza na Kylian Mbappe, rejeshiwa tena Dani. Luka Modric sasa katikati anamtafuta Kylian Mbappe, lakini amekataliwa kufanya jambo. Bado boli ipo, amechukua Asensio, alikuwa ni Arda Güler yule. Luka Modric katika mapana ya uwanja kumtafuta Lucas Vazquez. Luka mtakatifu
Federico Valverde. Kylian Mbappe amekuja kuitouch. Federico pia atambulishwa mchezoni kwenda kuchukua nafasi ya Aurelien Tchouameni ambaye amekuwa na wakati mzuri kwa dakika hizi 55 ambazo ametumikia Real Madrid kwenye mchezo wa leo. Mabadiliko ambayo ameyafanya Carlo Ancelotti ambayo pengine yanaweza kwenda kuleta taswira nyingine ya tofauti, ikiwa anaongoza kwa 1-0 mpaka hivi sasa, na Real Sociedad bado mambo ni magumu kwa upande wao. Kwenye wakati mzuri wanacheza vizuri, lakini hawakufanikiwa kupata bao mpaka hivi sasa. Naingia Jesus Vallejo. Hii ni mechi yake ya 3, licha ya kwamba huyu ana umri wa miaka 28, lakini hajapata nafasi ya kucheza mara. Arda Güler urejesha tena kwake Luka Modric, mzee wa kupiga trivela kama nilivyosema. Haya, ameiweka upande wa pili. Vallejo Jesus ameamua kuiset nje. Arda Güler anatiza mpira ule, umekwenda nje. Kona nyingine hiyo akiwa anaipata, anataka kupiga Kev, lakini mpira umebabatiza. Mashabiki wamenyanyuka wa Real Madrid, wanaimba tu hala Madrid bila shaka, akiwa wanafurahi kweli kweli. Mambo si mabaya kwao, mpaka sasa wanaongoza bao 1-0. Dakika 65 zimekatika. Luka Modric nyuma mpira, ni kona hiyo, menyongwa kona sasa katika nafasi. Madrid ni kama wamehamia, taka kumpitishia Vinicius, kicheza na Angathia, lakini mpira haujapita. Anawahi, haujatoka ule, upo bado mchezoni. Dani Ceballos cheza na Asensio. Madrid wamehamia upande wa Real Sociedad. Umiliki wa kabumbu ni 58-42. Madrid wakiwa na umiliki mkubwa zaidi wa kabumbu. Mepoka mali sasa, amechukua Juan Alasagati, lakini ameingia kwa kasi. Lucas Vazquez akimbabatiza mtu, mpira wa kurusha kuelekezwa lango la Real Sociedad. Haraka haraka echeza na Vinicius Junior. Offside. Frangathia alishajenga kibanda. Dakika 75 zimekamilika. Mwamuzi toa kumbukumbu zake, bila shaka anataka kuweka kumbukumbu vizuri. Sio yanafanyika mabadiliko na kadi ya njano. Mwamuzi bado hajaonyesha kama anaenda kumpa nani, lakini ameitoa, ameshikilia mkononi. Vazquez, mabadiliko ambayo anafanya Real Madrid, mashabiki wote wamesimama. Lucas Vazquez anaenda bench. Gonzalo Garcia ndo amepata kadi ya njano. Ndiye pia ambaye anaingia, yeye ndo anayeingia, Gonzalo Garcia. Lucas Vazquez, baada ya kuwa sehemu ya kikosi cha Real Madrid kwa takriban misimu 10 tangu msimu ule 2014-15, safari yake inaishia hii leo na uwanja mzima umenyanyuka ukiwa unampongeza. Mataji aliyofanikiwa kuyachukua ni 16 akiwa na Real Madrid, ikiwemo mataji 5. Ni miongoni mwa wachezaji wachache wenye mataji mengi ya UEFA Champions League, ni pamoja na Lucas Vazquez. Safari yake ndani ya Real Madrid inatamatika hii leo katika mchezo wa mwisho. Ni send off party kwake, kama ambavyo Carlo Ancelotti amekwenda kumpa pongezi, ndivyo ambavyo uwanja mzima pamoja na bench la ufundi amekwenda kumpongeza. Anaitaka mali, lakini Arda Güler amemwambia doze, tuanze kwanza hapa. Frangathia, imewekwa pasi katika mapana ya uwanja. Vinicius yuko na boli, ndio maeneo anayoyapenda zaidi kucheza. Mpira umeenda nje, ni kona hiyo ameipata Real Madrid. Mashabiki wanapiga makofi ikiwa wanaendelea kuanikiza mashabiki ili kipatikane chochote kitu katika mchezo wa hii leo, na pengine waweze kuondoka na alama zote 3, sherehe iweze kukamilika, maana hawana chochote cha kuondoka nacho kama taji msimu huu. Msimu mambo ni magumu kweli kweli kwa upande wao, lakini wana nafasi ya kumaliza msimu kwa ushindi. Takefusa Kubo amekataliwa, lakini bado mpira nao. Takefusa Kubo yuko na boli. Luka Modric tena amekwenda. Wow, ni eneo zuri sana hili, amepata mpira, pitisha mpira ule kwa kasi kweli kweli. Federico Valverde alichokifanya ni kwenda kuchukua mpira na kuweka eneo salama. Ameanza sasa Asensio. Arda Güler. Kylian Mbappe yuko na mpira, cheza na Vinicius Junior. Vini ana gap kubwa la kukimbia, sio kitu rahisi. Amemwekea sasa Kylian Mbappe,
kona pale pale katika nia post. Hivi ndivyo ambavyo mshambuliaji wa aina ya kaliba ya Kylian Mbappe anaweza kukuadhibu katika maeneo kama yale. Kylian Mbappe, hili linakuwa ni bao lake la 31 msimu huu. Moja kati ya touch nzuri kweli kweli, what a finish akiwa amemalizia katika eneo zuri. Kylian Mbappe mwenyewe anakonyeza akiwa anasema mambo kama yale ya kawaida mno kwangu. Kylian Mbappe alipokea pasi nzuri kutoka kwa Vinicius Junior, na hapa ndipo ambapo alianzisha shambulizi mwenyewe. Vinicius Junior bila uchoyo akaenda kumpa pasi nzuri, pasi ya upendo, na akamtazama Unai aliposimama akaweka mpira wavuni. Bao la 31 kwa Kylian Mbappe. Wakati anaanza kwenye kikosi cha Real Madrid alizungumzwa mengi kwamba yeye ndo anasababisha Madrid icheze vizuri, lakini mwisho siku ndo anamaliza akiwa top scorer wa Real Madrid, mabao 31, akiweka rekodi ya inaye kwenye kikosi cha Real Madrid. Msimu wake wa kwanza akiwa amefunga mabao mengi kweli kweli kuliko hata Cristiano Ronaldo, mchezaji bora zaidi duniani. Luka Sučić anakwenda nje, Bryce anaingia. Badiliko mengine ambayo anafanya Real Sociedad dakika ya 84 ya mchezo. Bado milango ni migumu kwa upande wao, lakini wakiwa tayari wamesharuhusu mabao mawili, yote akiwekwa kimiani na Kylian Mbappe. Mabao 24 akifunga kwa mguu, lakini mabao 7 kwa mikwaju ya penalty. Hajafunga hata bao moja kwa kichwa. Bao 24 amefunga kwenye open play, bao 7 akifunga kwenye changamoto ya mikwaju ya penalty. Real Madrid 2, Real Sociedad 0. Dakika ya 89, dakika za jioni, mchezo unaenda kutamatika. Luka Modric alipita pia pale nchini England akicheza kwenye kikosi cha Tottenham Hotspur, hapo hakukaa kwa muda mrefu, akaenda kujiunga na Real Madrid, klabu ambayo imemsaidia kuandika historia kubwa kwenye karia yake, akishinda pia tuzo ya Ballon d'Or, tuzo ambayo alishinda mwaka 2018 baada ya fainali za kombe la dunia, ambapo timu yake ya taifa ya Croatia iliingia kucheza fainali dhidi ya Ufaransa ya Kylian Mbappe akiwa wa moto kweli kweli, na wakapoteza mchezo wa fainali. Mekwenda nje, moja kati ya nafasi ya hatari kweli kweli wakiwa wameitengeneza Zubmendi katika mpira ambao Gewa alichokifanya ni kutazama aliko Lunin. Mpira umepita sentimita chache sana, mekwenda nje. Vinicius, Kylian Mbappe anatafuta hat-trick, amewekwa chini, mwamuzi anasema kabumbu iendelee. Yuko bado chini, wakati huo mwamuzi wala hana time naye, anatazama tu mpira. Dakika moja ya nyongeza nayo tayari imeshaisha, ni kusubiri tu filimbi ya mwisho ya mwamuzi. Lakini mpaka sasa Real Madrid wanaongoza kwa mabao 2-0, na picha unayoona ya pili ni Luka Modric na familia yake wakiendelea kupewa ile heshima ya mwisho. Zinedine Zidane naye akionekana hapo. Dakika 90 zimekamilika Santiago Bernabeu, mchezo wa kukamilisha michezo 38. Huyo hapa ni MVP wa mchezo, Kylian Mbappe akifunga mabao mawili ambayo yamewapa Real Madrid nafasi ya kuondoka na alama zote 3. Send off party bila shaka ndio ambayo itafuata hapa. Luka Modric baada ya misimu 13 akiwa na Real Madrid akitoa mataji 28. Huu ni mchezo wake wa mwisho, sio yeye tu. Carlo Ancelotti pia hii ni mechi yake ya mwisho kama ilivyo pia. Huu ni mchezo wa mwisho kwa Lucas Vazquez ambaye amedumu hapa kwa misimu 10 tangu msimu ule 2014 2015. Hatuna la ziada kutokea hapa, mechi imekamilika. Hii La Liga EA Sport, Real Madrid 2, Real Sociedad hawajapata kitu. Mimi Tagato James Tagato, nilikuwa naye Alex Ingereza.